Kwa sisi tunatoa katika soko la SADC, lakini tunapeleka katika soko la ECOWAS, na tunapeleka katika soko la AGOA, tunapeleka sasa hivi katika soko kubwa la Africa Continental Free Trade Area. Ni soko kubwa ambalo lina takribani ya watu bilioni 1 na milioni 100. Na hapa kidogo naomba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya nisisitize, itakapofika mwaka 2030, kwa mazungumzo yanayoendelea, ni kwamba ukizalisha bidhaa zako zote, tumepita kwenye mabanda pale, tumeona wanatengeneza watu viatu, wanatengeneza nguo na nini, ukiuza kwenye soko lolote la Afrika ukapeleka bidhaa yako, itakuwa zero tariff. Yaani yule bwana ambaye anatengeneza viatu pale, akichukua viatu vyake kaenda kuuza kwenye soko labda la Ethiopia, Kameruni, Burkina Faso, Nigeria na kadhalika, atauza kwa zero tariff. Maana yake ile product akiipeleka kule, itakapofika mwaka 2030 atachajiwa kodi yoyote kupeleka katika soko hilo. Lakini la tatu, tuliagizwa kwamba tuainishe kitu kinachofanyika mkoa wetu wa Morogoro na dira ya taifa 25-50. Ni wazi kabisa kwamba watekelezaji wa dira hii sisi, na tunatakiwa tuonyeshe ni benchmarks zipi ambazo zinaweza zikatupeleka salama na kufikia 2050 kwa kukuza uchumi wa nchi, ukiachia mipango ya kitaifa ambayo ipo pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ipo, ambayo inazungumzia ambacho kinafanyika hapa. Kwa wajasiriamali, wafanyakazi, wafanyabiashara wa kati, wadogo, wakubwa, na hiyo yote ni kuhakikisha wajasiriamali, wafanyabiashara wanaingia na wao kwenye mpango wa mifuko hifadhi ya jamii ili waweze na wao kuwa wanufaika. Kwa wajasiriamali sasa ambao hawako kwenye ajira rasmi, na wao kwa sasa wanaweza kujiunga na mifuko hifadhi ya jamii, ambapo watakuwa na uwezo wa kujiunga bure na kwa kujaza tu fomu ya moja ambayo haihitaji kiambatanisho chochote. Na baada ya hapo watakapokuwa wanajiwekea akiba zao kwa uaminifu kwa kila mwezi, na wao baada ya muda baada ya muda watakuwa na uwezo wa kunufaika na mafao. Niko hapa kwa ajili ya kuangalia na kwa sababu tumekaribishwa kwenye maonyesho ya mkoa wa Morogoro, na sisi na wadau TCCIA wametukaribisha. Tuko hapa kushirikiana na wadau wote ambao wako kwenye haya maonyesho ili kuweza kueleza sisi habari zetu za kodi na namna gani tunashirikiana na wadau wetu kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Kwa hiyo mwekezaji, hivi vitu ambavyo nimevitaja pamoja na furniture pia, kama itakiwa alipe ushuru wa forodha 100%, analipa 25%. Kwa hiyo 75% tayari ameshasamehewa. Sasa mamlaka ya uwekezaji ina kitu kinaitwa huduma ya mara pamoja, one stop. Kama mnavyoona kushoto kwangu, hii ndio one stop. Taasisi 14 zimeunganishwa pale pale TISEZA kwa ajili ya kurahisisha upatikanaji wa huduma za vibali mbalimbali. Ndugu wananchi na wafanyabiashara, matarajio haya makubwa ambayo mkoa na TCCIA ambayo imekuwa ikipiga hatua kwa kushirikiana na wananchi na wafanyabiashara hayawezi kukua na hayawezi kuendelea kama yanafanyika maeneo ambayo hayana amani. Niwaombe sana wana Tanzania, wananchi wa Morogoro na wafanyabiashara wote, tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu. Maendeleo haya na mafanikio yetu yatakuja endapo taifa letu na mikoa yetu itaendelea kuwa na amani.